mtazamaji na msikilizaji wa Mbungi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa ni tarehe 26 ya mwezi Oktoba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya mtakatifu mwenye heri Benvenuta Bojani, mtawa. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Benvenuta alizaliwa katika mji Kividare nchini Italia mwaka 1254. Tangu utoto wake alionyesha moyo wa ibada kwa Bikira Maria, moyo ambao ulikuwa wazi kwa kila mmoja aliyemwona. Alipenda kusali kila siku sala ya Salamu Maria. Tunaambiwa kwamba maisha yake yote yalikuwa wimbo mmoja tu, mfululizo wa sifa kwa Mama Maria. Ndugu zake waliuona moyo huu wa imani na walifurahi Benvenuta alipoamua kuweka nadhiri ya useja na kujiunga na utawa wa tatu wa Mtakatifu Dominiko. Alifanya mazoezi makali sana ya kiroho kiasi kwamba muungamishi wake alipaswa kuingilia kati na kumwamuru asifanye matendo yoyote ya kitubio bila kwanza kuidhinishwa naye. Inasemekana kwamba alijifunga kamba kiunoni, akaikaza kabisa, hata kamba hii ikaingia ndani ya ngozi ambayo ilianza kuifunika hiyo kamba. Zoezi hili lilimsababishia maumivu makali sana, hata alikuwa afanyiwe upasuaji, lakini alimwomba Mungu amwepushe na huo upasuaji. Na ghafla kamba aliyokuwa amejifunga ikadondoka chini. Kwa muda wa miaka 5 aliugua sana. Mazoezi ya nidhamu kali yalimletea mateso zaidi kuliko mazoezi ya kitubio aliyokuwa anayafanya hapo mwanzo. Alijisikia kukata tamaa, hasa aliposhindwa kwenda kanisani kushiriki ibada ya misa takatifu. Siku moja alipona ghafla mbele ya watu wote waliokuwa wakisali pamoja. Katika sala zake alimwahidi Mungu kuwa atakapopona atakwenda kuhiji katika kaburi la Mtakatifu Dominiko. Akaitimiza ahadi yake, akisindikizwa na ndugu zake. Benvenuta alivumilia majaribu makali na magonjwa yaliyokuwa yakimsumbua. Mungu alimjalia fadhili nyingi za kiroho katika sala. Alitokewa na mtoto Yesu katika utoto wake. Kwa Benvenuta mambo makuu katika maisha yake yalikuwa uchangamfu na matumaini yake kwa Mungu kuwa atapona katika ule mgonjwa uliokuwa unamsumbua kwa muda mrefu. Benvenuta anatufundisha pia kuwa magumu na majaribu tunayoyapokea kwa Mungu bila kulalamika ni nafasi nzuri ya kujikabidhi kwa Mungu kwa upendo safi. Benvenuta aliaga dunia mwezi Oktoba mwaka 1292. Maaskofu waliruhusu kuadhimisha ibada kwa heshima ya mwenye heri Benvenuta tangu mwaka 1765. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu mwenye heri Benvenuta Bojani, mtawa. Karibu tutafakari kwa pamoja tafakari inayosema: mateso tunayopata wakati tunapoitiisha miili yetu ifuate matakwa ya Roho yanatutakatifuza. Ndugu zangu, Mama Kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu wengine, watakatifu Adalgoti na Evaristo, watakatifu Rogatianus, Padre na Felisisimi,
wafiadini na Cordovulus, askofu wa Karthago, Tunisia. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana